Hizi ni ripoti zinatokea katika viwanja vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma, na Bunge la 13 ambapo limeanza rasmi siku ya jana. Hapa tumezungumza na mmoja kati ya wabunge wa viti maalum anayetokana na makundi maalum, anayewakilisha kwa uzuri kabisa watu wenye ulemavu hususan viziwi. Na hii ni mara ya kwanza toka kuanzishwa kwa bunge letu hapa nchini kwetu Tanzania kupata mbunge wa namna hii ama makundi ya namna hii. Hapa anaeleza namna ambavyo utendaji kazi wake utavyokuwa katika bunge hili la 13. Huyu hapa kwa ufupi mfahamu zaidi kuhusiana namna yeye anavyoweza kuwakilisha jamii yake kupitia bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya, hapa ripoti kamili. Dama ula buga wazizera na wizumiria wabu wahuzi na wama lezaifavi lezaira wizizera gasi badamu ula buga wazizera wabu zibu wazira adoweku lizibu lezai. Matarajio yangu ni fursa, na kwa sababu tupo na serikali ya awamu ya 6, zipo fursa ambazo zinawahusu watu wenye ulemavu ambazo tayari zimekwisha kufanyiwa kazi. Mfano vitambulisho vya dira ya taifa 2020 mpaka 30 imeeleza kwenye vipengele ambavyo vinahusu watu wenye ulemavu. Matarajio yangu ni taendelea kufocus kwa ajili ya ile dira ambayo imeelekeza kufanya kazi kuhakikisha watu wenye ulemavu tunapata haki sawa na fursa sawa. Ukweli tangu uhuru haijawahi kutokea kupata mbunge kiziwi, ni mara ya kwanza. Lakini na imani bunge na serikali zimekubali kutunga sheria, na muda si mrefu sheria zingine ambazo hazipo zitaendelea kuandaliwa. Tutaangalia pia mbinu kakati jumuishi. Najisikia niko vizuri, lakini pia natamani kupiga kazi. Nasubiri utaratibu mwingine ukamilike niendelee kufanya kazi. Ukweli hii imekuwa ni ngumu kwangu, lakini Mungu atasaidia. Naamini na wenyewe pia wamejifunza kupitia, ndio maana nikasema mimi ni mbunge wa kwanza kuwakilisha. Kwa hiyo bado mwamko ni mdogo kuhusu matumizi ya wakalimani ndani ya bunge, lakini mimi kama mbunge nitaendelea kufanya advocacy, kuelimisha. Haki ya viziwi ipo hivi, haki ya wasioona ipo hivi, na haki ya wenye ulemavu mfano albino iko hivi. Kwa hiyo nitaendelea kuwa mnyenyekevu ili niweze kuisisitiza jambo hili liweze kukaa sawa. Zamani nakumbuka hili jengo tunalotumia hakukuwa na rampu, lakini kwa sasa hivi tunaona miundombinu imekuwa mizuri zaidi. Na mimi pia nitahakikisha mawasiliano, kadri siku zinavyoendelea nitapata mkalimani ndani ya bunge. Kwa hiyo mambo yatakwenda vizuri, sina shaka kabisa. Na imani serikali ni sikivu, na ndio maana mimi nilipogombea kupitia CCM, kwa sababu CCM kuna vipengele vingi ambavyo vinahusu mambo mbalimbali yanayotuhusu watu wenye ulemavu. Ndio maana nikapata nafasi ya kugombea. Kwa hiyo sina mashaka na hii serikali ya awamu ya 6.